Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, mambo ni aje, mambo ni vipi ewe mwana PMTV, ewe mwana sporti, karibu kwenye updates za kimichezo ambazo tumekukusanyia. Na kwenye updates za kimichezo bwana, leo hii tumeamka na timu yetu ya taifa, tumeamka na wawakilishi wetu ambao wako huko nchini Morocco wakiwa wanajaribu kuipeperusha bendera ya Tanzania katika michuano ya kimataifa ya AFCON, ambapo huko tunatarajia bendera yetu itapepea vyema. Sasa tunafahamu kwamba Tanzania ilicheza mchezo wake wa kwanza kwenye kundi C dhidi ya Nigeria, ambapo Tanzania ilishia kupoteza mchezo huo kwa mabao 2-1, na mchezo wa pili wa Tanzania unatarajiwa kuwa hapo kesho majira ya saa 2:30 usiku dhidi ya timu ya taifa ya Uganda. Sasa baada ya mchezo wa Nigeria kuwa kuna mapongezi Tanzania kwamba ilicheza vizuri, lakini baada ya hizo pongezi bwana, mchambuzi wa soka hapa nchini Tanzania, nikiwa namzungumzia mzee wa jambia ama Wilson Uluma, ameandika chapisho hili kwa hasa wachezaji pamoja na benchi la ufundi kuelekea michezo ambayo imesalia. Ameandika hivi: baada ya mechi dhidi ya Nigeria nilisisitiza hapa tunatakiwa kujiimarisha sana kiulinzi kama tunataka angalau kushinda mechi. Kuelekea mechi dhidi ya Uganda Cranes kesho nitaonyesha baadhi ya maeneo yetu ya upungufu kiulinzi. Namba 1 imeandika mipira ya kutenga ama set pieces, miongoni mwa maeneo korofi sana ambayo wapinzani wetu wamekuwa wakiyatumia kutuadhibu kuanzia kwenye klabu mpaka Taifa Stars. Hata hivyo, kabla ya mwalimu Miguel Gamondi ni kama tulishaanza kupata tiba ya eneo hili. Tulikuwa tumecheza mechi 9, tumeruhusu bao 1 tu, tena kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya Senegal tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2025 pale Karatu, bao la Mapathe Mboji. In fact, tulikuwa tumecheza mechi 27, tumeruhusu bao 7 tu kutoka kwenye mipira ya kutenga. Chini ya mwalimu Miguel Gamondi tumecheza mechi 2 ambazo tumeziona tumeshafungwa goli 3 za mipira ya kutenga ama set plays. Mechi ya kirafiki dhidi ya Kuwait ambayo tulipoteza mabao 4-2, tulifungwa bao 2 za aina hii ya mpira wa mechi dhidi ya Nigeria. Tena hili bao dhidi ya Nigeria ndio kabisa linanikosesha usingizi kwa sababu hatukufanya chochote cha maana kulizuia. Kwanza, kwenye kona fupi tumeruhusu tuwe na 3v2 na hatukuweka pressure ya kutosha kwenye mpira. Pili, inakuaje kwenye boxi Sami Ajai anakabwa na Wilfred Ndidi? Yani kiufupi kwenye box letu walikuwa wanakabana wao kwa wao. This is unacceptable. Lakini pia ameandika kwamba tunapaswa kuweka msisitizo zaidi eneo hilo kwa sababu Tunisia na Uganda watatumia vizuri tu udhaifu kutuondoa mashindanoni. Halafu tupunguze kupongezana jamani, tumepoteza mechi kwa mabao 2-1. Ingekuwa 4-1 kama Nigeria wangekuwa wakatili zaidi mbele ya lango. Na hilo ndio chapisho ambalo Wilson Uluma ama mzee wa jambia kupitia ukurasa wake mama wa Instagram ameandika kuhusiana na Taifa Stars kwamba mpunguze kupongezana jamani, mchezo ule tulipoteza. Lakini pia ameweza kutoa nasaha zake kuhusiana na Stars jinsi ambavyo inazuia hasa mipira ya kutenga. Wewe acha komenti yako hapo, nini unaishauri timu yetu ya taifa kuelekea mchezo dhidi ya Uganda na Tunisia, na nini kinatakiwa kufanyika kwa ubora zaidi. Lakini pia wakati unaacha komenti yako, usisahau kwamba PMBet ndio sehemu pekee ambapo unaweza kufanya bashiri za michezo yako na ukapata pesa zako kwa uhakika. Lakini pia usiishie kupata pesa peke yake, bali ukaingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.